akhafu an yakulahu dhi'b, naogopa asije akaliwa na mbwa mwitu. Tukifika tutamwambia akalahu dhi'b, mwanao kishaliwa na mbwa mwitu. Lile uloliogopea baba ndilo lilokuwa. Kwa hiyo mtoto wako tayari kishaliwa na mbwa mwitu, baba uliloliogopea wewe ni mkweli kabisa, unaona mbali sana baba wewe. Basi wakaondoka wakaenda kwa baba yao wakati wa jioni. Angalia Mwenyezi Mungu anasimulia, nasemaje? Wajau abahum ishaan yabkun, wakaja kwa baba yao jioni huku wanalia. Waongo wakubwa, wanalia lakini hawalii kwamba kipi kinachowaliza kwamba kweli Yusuf kauawa au kaliwa na mbwa mwitu. Wanalia kujistiri yale waloyafanya. Ndio maana wenye kuhukumu wanaambiwa mara nyingine wanapomwona mtu analia, kadhi, usighurike na kilio chako, angalia ukweli ulipo. Machozi sio dalili kwamba ni kweli, kunaweza kuwa na hila ndani yake. Kwa hiyo ndugu zake Yusuf wanakuja huku wanalia, kila mmoja kwa upande wake. Qalu, wanamwambia baba yao nini? Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Baba, leo sisi tulipokuwa tunacheza huku na huku, tunafanya competition ya kushindana, tukamwambia Yusuf, kwa kuwa wewe mdogo wetu, kaa na nguo zetu hapa, kaa na mizigo yetu hapa, sisi tunashindana huku, baadaye twende nyumbani. Sasa sisi tulipokuwa tunashindana, akaja mbwa mwitu akamchukua mwanao akamla, tukishtukizia sisi kishamalizwa na mbwa mwitu. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Baba, sisi tunajua hutuamini lakini sio wa kweli. Kweli kabisa mtoto kishaliwa na mbwa mwitu na ni lile loliogopea ndio lilotokea. Wajau ala qamisihi bidamin kadhib, kule walipoulizana tutamwambia kaliwa na mbwa mwitu. Wama alamatu dhalik, kipi kitakachomjulisha kweli akaamini baba kwamba kaliwa na mbwa mwitu mwanawe? Wakaulizana wakasema alamatu dhalika ad-dam, alama ya hayo yote ni damu tu. Tutafute ni damu, na hii kanzu yake maadamu tumemvua tutaipaka kwenye damu, baadaye hii ndo kanzu ya mwanao. Basi pale pale wakachinja kondoo, ile damu ya kondoo wakaipakaza katika kanzu ya Yusuf, wakaja nayo kanzu ile mpaka baba yao wakaiona. Wajau ala qamisihi ay qamisi Yusuf bidamin kadhib, na damu ya kusingiziwa, damun makdhubun alai, sio damu ya kweli kwamba ni ya Yusuf. Ile ilikuwa damu ya kondoo bwana, amechinjwa ili kufanikisha uongo upate kunoga. Kwa ajili hiyo wakaileta mbele ya baba yao. Unaona kanzu yake hii, mwanao kishakufa, lakini kanzu hii. Na subhanallah, waliteleza wakasahau katika hila zao zile, hawakuichana ile kanzu, wakaiacha nzima. Yakubu akaichukua akaitizama, akaiangalia mbele na nyuma, akajiuliza ayu dhibin aqalu hadha yaakulu bini min ghairi an yashuqa thawba, ni mbwa mwitu gani huyu alona akili alomvua mwanangu nguo ndo akamla kwanza, asimshambulie na maguo yake. Ingekuwa kweli kaliona mbwa mwitu, basi angalau tungeona makucha yake huku kaichana huku, lakini kamvua kama vile mama anapomvua mtoto wake nguo akamla. Ama kweli mbwa mwitu huyu atakuwa na akili. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mwenyezi Mungu anamsifu Yaqubu kwa subra zake, anasema fasabrun jamil. Qala bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil, hakika nafsi zenu zimekupambieni ubaya mlouona mkaona uzuri mnifanyie, na hii ni hila mmefanya. Kwa hiyo subra ndo inayotakikana kwa kiumbe anapopata misukosuko. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Mwenyezi Mungu ndo msaidizi mkuu, ndo atakayenisaidia kwa haya mnaonisimulia. Huku Yusuf yuko katika bardun qarisun, watoto huku wamelala pamoja na baba yao, wamelala katika nyumba na chakula kizuri na malazi mazuri. Bainama Yusufu fi ghayabati aljub, wajaat sayara, mla mchache tu kapita msafara,
wa wafanya biashara wanakwenda zao Misri kuuza bidhaa zao. Basi unajua kawaida ya wafanya biashara, na wanapotembea kwa msafara wao kiu kinawabana sana. Sasa wakapita katika sehemu za kisima kile, wakawa na kiu sana, wakamtuma mmoja wao kuleta maji. Mwenyezi Mungu anapotaka kukuokoa na kuletea sababu aina mbalimbali. Anasema mshairi, wa idha al-inayatu lahadhatka uyunuha fanam fa inna al-makhawifa kullaha amanu. Kama nuru ya Mwenyezi Mungu imeshakumulika nuru na tochi ya Allah, basi wewe lala, kila kitu kinakuwa shwari, kwa kuwa Mwenyezi Mungu yandhuru ilaika bi'aini al-inayati war-rahma. Chochote kitakuwa salama kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe. Yusuf yuko ndani ya kisima, anakuja mwenye kuchota maji, anateremsha ndoo yake, wayataallaqu Yusuf bidalwi. Yusuf anaingia ndani ya ndoo, bwana yule anavuta, akihisi kwamba anavuta maji, kumbe anamvuta Yusuf alayhi salam. Alipofika juu akamwona Yusuf na uso wa bashasha na busara, na Yusuf kama tunavyosema katika hadithi, mtume anasema qad u'tiya shatra al-jamal, Mwenyezi Mungu amempa kipande cha uzuri. Alikuwa mwanadamu mzuri mno miongoni mwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba. Mpaka anaeleza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema kana idha aqbalat ilayhi almar'atu lihaja, kama anakuja mwanamke yoyote kwa Nabii Yusuf kwa ajili ya labda ana haja yoyote, basi kana yughatti wajhahu, Yusuf alikuwa akiuficha uso wake, asije mwanamke yule anayekuja akafitinika na uzuri wake. Hivi ndivyo alivyokuwa Yusuf, kama anavyomsimulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Basi alipomwona mtoto, qala ya bushra hadha ghulamun, furaha iliyoje, angalia mtoto mzuri. Wa asarruhu, akamchukua akamficha bid'atan, moja kati ya bidhaa zao wanazokwenda kuuza Misri, wakadhamiria kwenda kumuuza na Yusuf kule Misri. Wallahu alimun bima ya'malun, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa anayoyafanya. Wakaondoka mpaka wakaingia ndani ya jiji la Misri. Wameingia katika marikiti zao, wanapiga bei vitu vyao walivyokuwa navyo na bidhaa zao, na wakawa ni wenye kutafuta mteja wamuuzie Nabii Yusuf alayhi salam. Na fi'lan wakapata mteja fulani, wakamuuza kwa waziri al-maliya, waziri wa fedha katika nchi ya Misri, waziri wa mfalme, ambaye ndiye alomnunua Yusuf kwa dirham ambazo ni darahima maaduda kama zinavyosifiwa katika Qur'an. Allah anasema washarauhu bithamanin bakhsin darahima maaduda wa kanu fihi minazahidin. Haraka manake katika biashara yao hii, ili wasije wakaonekana na mtu, asije mtu akatokezea akasema huyo mtumwa ni wangu mie, mmemchukua wapi? Kwa hiyo ile biashara ya kumuuza Yusuf ikawa ni haraka mno, akauzwa akanunuliwa na waziri huyu. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Akamchukua akampeleka nyumbani, akigonga mlango tu anamwambia mkewe, mke wangu, leo tumepata kijana, nimemnunua marikiti, nachokuomba akrimi mathwa, mashukio yake huyu ni mazuri sana, kwa hiyo mkirimu mashukio yake. Asa ayamfa'ana, mwana huyu huenda akatufaa sisi, au natakhidhahu walada, au tumfanye ni mtoto wetu, natabannah. Wakadhalika makkanna li Yusufa fil ardh, na hivyo ndivyo tulivyommakinisha Yusuf katika ardhi. Akamchukua akampeleka kwa mkewe, akamwambia akrimi mathwa, na hii ni moja katika farasa alizokuwa nazo mfalme huyu, waziri wa mali huyu. Anaambia mkewe, huyu huenda akatufaa. Na kweli watu wa Misri walifaiwa na Nabii Yusuf alayhi salam. Tutakuja kueleza huko mbele vipi alivyofaiwa, vipi walivyofaiwa watu wa Misri na Nabii Yusuf alayhi salam.
akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. وكان هذا الوزير علينا لا يلد لا يأتي النساء. Wanasema wanachuoni wa history, huyu waziri alikuwa mgonjwa, manake ni mtu asoweza kukabiliana na wanawake. Zile nguvu zake hazikukamilika kwa kukabiliana na mwanamke kwa mambo fulani fulani. Basi ikawa hapati watoto kutoka kwa mke wake ambaye maarufu kwa jina la Zulaikha. Na wanasema Zulaikha ilikuwa ni lakab yake. Basi akamwambia mtukuze mashukio yake, atatufaa, tutamfanya mtoto wetu huyu. Wakamchukua, ikawa anaishi katika nyumba ile kama mmoja katika watoto wale wa familia ile. Walinuallimahu min ta'wili la hadith. Mwenyezi Mungu miongoni mwa ilmu alizompa Yusuf, anasema tunamfunza kutafsiri ndoto, kutafsiri maneno, mambo ya ta'wili haya tunampa Yusuf. Akawa ni alim min ulama at-ta'wili wat-tafasir. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Na Mwenyezi Mungu ni mshindi kwa mambo yake, lakini watu wengi hawajui. Unaposoma kisa cha Yusuf utaona jamiu al-qissa, kullu al-qissa tanbani ala hadhihi al-ayati al-karima. Kisa kizima kuanzia mwanzo mpaka mwisho basi kinajengeka juu ya aya hii moja tu. Walitaka kumuua, wallahu ghalibun ala amrihi akhrajahu min ghayabati al-jub. Wakamuuza, wakataka kumfunga jela, wallahu ghalibun ala amrihi, alipotea miaka mingi, walakinna allaha ghalibun ala amrihi raddahu ila abi. Yani aya wallahu ghalibun ala amrihi ndio inaozunguka katika kisa kizima cha Nabii Yusuf pamoja na ndugu zake. Walamma balagha ashuddahu Yusuf فأصبح يترعرع عند قصر الأمير قصر الوزير. Akawa malezi yake analelewa katika jumba la kiongozi wa mali kama yule. Yuko pale kwa muda mrefu mpaka alipofika kidogo kawa shabun qawiyun atainahu hukman wa ilma. Alipofika katika hali hii tukampa hukmu na ilmu. Wakadhalik najizi almuhsinin, na hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema. Kafika katika umri ambao la ba'sa bihi, umri shabab, umri wa vijana. Sasa pale anakuwa na nguvu hasa, na ndio pale inadhihirika ile zahratu shabab wa yazdadu aljamal. Pale akaonekana sasa kabadilika, na kila kukicha yazdadu jamalan wa husna, anazidi kuwa mzuri wa maumbile alomuumba Mwenyezi Mungu. Sasa bibi aloambiwa na mumeo kwamba mtukuze mashukio yake, akawa anaanza kumtamani shay'an fa shay'a. Kila kukicha anammezea mate Yusuf alayhi salam. Ikabidi siku moja amtamkie, akashindwa kuvumilia. Mzuri kama huyu, mtizame macho yake, mtizame nywele zake, mtizame maumbile yake. Ikabidi amtamkie. Allah anasema warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Akaanza kumpa maneno ya kumtaka. Murawada ni kumtongoza, kumpa maneno ya kumtaka. Ya Yusuf, ma ajmala ainaik, ni macho mazuri yalioje macho yako. Wama ajmala sha'rak, na ni uzuri ulioje wa nywele zako. Anampa maneno ya kumuonesha kwamba anamtaka. Warawadathu allati huwa, yeye Yusuf akabembelezwa kwa mapenzi na yule ambaye yuko katika nyumba yake, mwanamke Zulaikha. An nafsihi, huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab. Kila Yusuf anapoambiwa maneno ya ghazal anapinga, na object. Akiambiwa maneno ya ghazali ya kumtaka anapinga. Macho yangu ni mazuri, lakini haya ndo yataoza mwanzo nikiingia kaburini. Nywele zangu ni nzuri, lakini hizi ndo zitapukutika mwanzo roho itakapotoka. Yani ana object kumpinga mwanamke huyu, awe ni mwenye kukata shaukata shahwa ambazo tambaithu min qalbi Zulaikha. Pale
akaamua sasa kufanya kwa nguvu anayoyataka. Akafunga milango ya nyumba yote, akamchukua Yusuf, wakawa wanabururana. Sasa anamburura Yusuf, anamchukua kumpeleka katika sehemu ambayo ni nyeti mno katika nyumba kwa ajili ya mapenzi. Sayyidina Yusuf anajiokoa, yeye anamchukua kwa ajili ya kutaka kwenda kufanya naye mapenzi. Sikiliza, katika aya ya 22 anasema Mwenyezi Mungu, waghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ghallaqat katika kilima cha Kiarabu, aghlaqa amefunga, lakini ghallaqat kafunga, manake sio mlango mmoja, kafunga milango yote iliyokuwemo ndani ya nyumba, si mmoja tu kwamba kaufunga milango wa bedroom, la, ghallaqat al-abwab, milango yote ya nyumba zima imefungwa. Sasa Yusuf, usipate kisingizio kwamba labda mtu atakuja atatuona, mimi na wewe tu hapa. Kwa hii ni fursa ya mimi na wewe kuyafanya matendo kama haya nilokuwa nikiyatamani kwa muda mrefu sana. Waghallaqat abwab, waghallaqatil abwab wa qalat, kisha akamwambia baada ya kufunga milango, haita lak, njoo ya Yusuf, nakupenda ewe Yusuf, karibu ewe Yusuf, ndani ya jumba la mfalme, kwenye kitanda cha mfalme, cha waziri, katika nyumba ya waziri, mke mrembo wa waziri, mke mzuri wa waziri, wazirul maliya. Huyu sio mfalme yule mwenyewe hasa, bali alikuwa na wizara katika serikali ya Misri, ndo alomnunua Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Basi pale Yusuf akamnadia na yeye, qala ma'adha Allah, hilo tendo unaloliita nilifanye mie, najilinda kwa Mwenyezi Mungu nisije nikalitenda tendo ovu kama hilo. Ma'adha Allah, innahu rabbi, hakika bosi wangu huyu mume wako, ahsana mathwai, au alokuwa nadhamiria hapa, ima ni bosi wake alomleta, au rabbil alamin alladhi ahsana mathwa Yusuf, lakini itijah yasubu ala annahu rabbi rabbul bait ahsana mathwai, ameyafanya mazuri mashukio yangu, akakwambia akrimi mathwa asai yanfa'ana. Leo mimi niende kinyume nimfanyie matendo machafu mke wake, nizini na mke wake, wakati kaniamini, kanileta niwe kama mtoto? Innahu la yuflihu dhalimun, hicho ni kitendo wanachokifanya madhalim peke yao, na mimi si dhalim na siwezi kukifanya kitendo kama hicho maadamu rabbul baiti kanileta hapa na kaniamini. Vipi mimi nigeuke nimfanyie khiana? Ayuha shabab, vijana wa Kiislam, taalamu min Yusuf alayhi salam, someni kutoka kwa Nabii Yusuf. Angalia uaminifu, mtu amekuleta nyumbani kwake, tena unageuka unamzungukia mke wake, unataka kufanya naye machafu. Na wewe mke, nawe umeaminiwa na mke na mumeo, umeletewa zawadi. Angalia, tusome kutoka kwa Nabii Yusuf. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuchukua sira kama hizi na kuzitumia. Insha Allahu taala katika kisa kitakachokuja tutaendelea. Wallahu wa rasuluhu a'lam.